Kwa hiyo hili ndio eneo hili, na huu ni mkondo. Hapa ndipo ilikuwa nyumba hii. Ilikuwa nyumba ya vyumba vingapi? Chumba na sebule. Naona kama hapa iki hapa chumba. Mama alikuwa imeishia kama chumba na sebule. Walikuwa watano. Kwa hiyo mmoja ndiye alipanda juu ya mti. Ana umri gani? Kwa hiyo ni wazee walikuwa wanaishi na wajukuu zao. Okay. Kwa sababu tumeona sehemu ambazo walitoa hizo taarifa, nasema tufike tujue hali hii. Si jambo la kawaida kwa wananchi wetu 4 kufariki kwa wakati mmoja, tena kwa sababu ya mvua. Na kimsingi kwetu kwenye serikali tumesema ni taarifa ambayo inavuta hisia za watu. Tunasema tufike, mimi na wenzangu wa kamati ya usalama, tuwape pole. Lakini kama serikali sasa kupitia kamati ya maafa ya wilaya waanze sasa kufanya tathmini ya kina ya nyumba za eneo hilo na kuhakikisha watu wote wanatoka kwenye eneo lile. Najua tumepata msiba, tuna majonzi, lakini ni vyema tukajitahidi kuishi kwenye maeneo ambayo ni salama. Tumekuwa na tabia binadamu, tukiambiwa huo ni mkondo wa maji, tunasema maji yanakimbia watu. Sasa leo tumeona wenzetu wamepata athari hii. Tumefika pale walipokuwa kiishi nyumba ile. Ukimweleza mtu kwamba jana kulikuwa na nyumba hapo, hawezi kukuamini. Sawa? Hawezi kukuamini kwamba jana kulikuwa na nyumba hapo. Na kwanza ni wale wa maeneo yale kwanza pia wamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba imeweza kupitia nyumba moja, lakini nimeona maeneo yote yale ni hatarishi. Kwa mwenyekiti, nikuombe sana, zungumza na wenzako kupitia kamati yenu ya maafa ngazi ya kijiji, ngazi ya kata, na wenzangu wa halmashauri itabidi asubuhi waje wafanye tathmini ya kina. Lakini sambamba na hilo, kaimu mkurugenzi na wenzangu wa kamati ya usalama, huu ni msiba. Wenzetu wa kuitarajia watu 4 wa familia moja wamefariki. Kwa ni lazima sisi kama serikali tuone namna gani tunaweza kushirikiana na wenzetu hawa katika kuhakikisha tunawahifadhi ndugu zetu.